Matumaini yangu makubwa ni kwamba wewe ni muheri wa afya, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Didas TV. Naitwa Machumbe Tongano lami Kristale Ndolangu. Jina kama kawaida, ukitaka mwenyewe unaweza kaniita mzee wa taarifa za ukweli au sauti ya wazee kwenye kizazi kipya. Leo ni siku ya Jumatano, tarehe 7 mwezi Mei mwaka wa 2025. Ndani ya Open Mic za Didas TV leo tuangazie taarifa za mapigano zinazoendelea kule milimani mirefu mwa tarafa la Fizi. Kijiji cha Kalonge ambacho kinapatikana mashariki mwa mji wa Minembwe kiliwaka moto asubuhi ya leo, siku ya Jumatano tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2025, na moto huo umewashwa na wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya wahasi wa AFC M23 Twirwaneho Redi Tabara ambao wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Moja kwa moja tuungane naye Engineer Stratege na Mubamba ambaye ni msemaji wa kundi la CPLC Bar FABB linaloongozwa na Kamanda Generali Ngoma Nzito, kujua ukweli wa mambo ambao unapitika kwenye shamba la mapigano. Engineer Stratege na Mubamba, sijue unanifata kwa urahisi na unanipata 5 kwa 5 pale ulipo? Bila shaka na kufata 5 kwa 5 bwana mtangazaji, na kusalimu na wote wanaotusikiliza. Leo kuna ripoti au taarifa zinazungumzia kwamba tangu asubuhi mapema ya leo Jumatano tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2025 katika kijiji cha Kalonge ambacho kinapatikana mashariki mwa mji wa Minembwe kumewashwa moto ambao kupitia taarifa za mitandao ya kijamii ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiungana na wazalendo ndo wamewasha moto wakipigana dhidi ya wahasi wa AFC M23 Twirwaneho Redi Tabara ambao wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Hadi sasa hali inaendeleaje? Tunashukuru sana mtangazaji kwa kutuhusisha katika mada hii. Ni kweli kwamba asubuhi mapema ya hii ya tatu ya tarehe 7 Mei mwaka wa 2025, jeshi la taifa wakishirikiana na wazalendo wa PPLC FABB, wazalendo wanaoongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kaleme Ngoma Nzito, waliweza kushitushwa na shambulizi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda na waasi wa Burundi wa Redi Tabara. Mapambano hayo yalianzishwa hapo kwenye Kalonge kinachopatikana mashariki mwa kijiji cha Minembwe, tukiwa kwenye sekta ya Mutambala, usultani wa Basimukuma Side. Mapambano yalirusha vumbi mchana wote wa leo. Kafikia kwamba adui kwa kuwa hakukuwa na kuja na nia ya kupigana, nia yake ilikuwa ni ya kupenya, angalie jinsi anaweza kujielekeza nafasi ambapo kunapatikana raia ili aweze kuangamiza. Jeshi la taifa pamoja na wazalendo waliingilia katika hali ya kutimiza mission yao ya kulinda usalama wa raia na mali yake, bwana mtangazaji. Upande mwingine ni kwamba taarifa zinazozagaa zinataja kwamba baada ya kulipua moto huo wazalendo wamepelekwa mkuku hadi maeneo ya vijiji vilivyo karibu na Rugezi. Hapana bwana mtangazaji, hiyo ni habari ya mitandao ya kijamii. Tuzungumzie kwamba hadi sasa hali imekuwa vipi katika vijiji ambavyo aswa tugusie hicho kijiji cha Kalonge ambacho kililipuliwa asubuhi moto. Sisi tuna taarifa kwamba ni FABB pamoja na jeshi la FARDC ndo limeshambulia. Sasa sijui ni wao ndo wameshambuliwa au wao ndo walienda kushambulia. Mission ya FABB inaunga mkono au inashindikiza jeshi la taifa katika operation ya kusaka wale ambao wanaendelea kuyumbisha usalama kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Wakati walitambua kwamba kuna raia ambao wanalengwa na jeshi la Rwanda likificha kwenye wasi wa M23 wakishirikiana na wahuni wa Twirwaneho pamoja na wale wa Redi Tabara, wazalendo pamoja na jeshi la taifa liliingilia katika kusudi la kuokoa raia wasiweze kuangamizwa. Bwana mtangazaji, ukifika Rugezi siku moja uone vitendo vilivyotendeka kwenye maeneo hayo,
ambayo nawaza unaweza ukatoa machozi, sababu nyumba za raia zilichomwa, vijiji karibuni 16 hivi vilichomwa, watoto waliweza kuuliwa ndani ya manyumba, wajawazito waliuliwa, wale ambao hawakuweza kukimbia. Sasa kwa kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wanajeshi wa FARDC wanaungwa mkono na wazalendo wanajua hilo kama kusudi la waasi sio la kulinda raia bali ni kuangamiza, ndio sababu waliingilia kati katika hali ya kuokoa raia. Hadi saa hizi sasa vita vinaendelea au vita vimekwisha tangu zamani? Vita vimetulia bwana mtangazaji. Hao wanajeshi wa taifa wanaungwa mkono na wanajeshi wenu wa wazalendo wa CPLC Barfa Bebe, sijui wao ndo wamefurusha adui au adui amewafurusha wao? Adui amerudia nyuma, wakati alisikia moto ni mwingi akarudi nyuma. Tulikuwa tunadhani kwamba hiyo taarifa ya leo huenda ndo operesheni zenu za kuokoa moja kwa moja mji wa Minembwe. Mipangilio ya kijeshi haitangazwi kwenye radio wala kwenye television au kwenye mitandao ya kijamii. Ni mipangilio ambayo inachukuliwa katika hali za siri ili kwamba iweze kutekelezwa kwa mazumuni ya kulinda usalama wa raia na mali yake. Ninakuahidi ya kwamba mipangilio inafanyika na siku nitakuita kukuarifu kama wazalendo pamoja na jeshi la taifa wanawasili Minembwe, na raia walio kwenye maeneo ya Minembwe nao wanaanza kuendesha shughuli zao kama kawaida bwana mtangazaji. Na kijiji cha Kalonge na Minembwe ni umbali wa kilomita takriban ngapi hivi? Inaweza kuwa kilomita 10 hivi au kilomita 8. Ina maana kwamba vijiji vya Rugezi, kwa Sabuni, Bigaragara na maeneo mengine pale ni ninyi ndo mnadhibiti? Bila shaka mtangazaji. Tuna kitu ambacho hatujaelewa vizuri kwenu ninyi wazalendo. Mnaposhambuliwa au mnaposhambulia, amkae katika vijiji ambavyo mnashambuliwa ama mmeshambulia. Mnashambulia alafu mnarudi nyuma. Amuoni kwamba raia watachoshwa na programu zenu ambazo zinaenda mbali zaidi? Programu haziendi mbali bwana mtangazaji. Programu ni hivi karibuni. Na kuarifu kama ni hivi karibuni programu itatimilika na adui atapata cha mtema kuni. Matokeo ya vita hivyo, maafa pande zote mbili unayo? Matokeo nitaileta baadaye bwana mtangazaji, kwa sababu maservisi zetu bado zingali zinafanya uchunguzi na wale wenye kuwa kwenye uwanja wa mapambano bado wangali wanaendelea kufanya utafiti ili watupatie matokeo ya sahihi, sio kuwa ya uongo au ya vitu vya kuzania. Didas TV nasema kwamba itaungana nawe tena Didas TV ili kujua matokeo ya vita. Wamekufa wangapi pande zote mbili? Maafa ni yapi upande wa raia na upande wa nyumba na vitu vingine? Bila shaka bwana mtangazaji. Tushukuru kwanza kwa muda wako, muda huu uliungana nasi, muda huu bwana Engineer Strategy na Mubamba. Tukuambie kwamba jioni njema na kwaheri. Tunashukuru bwana mtangazaji, mtakuwa natua radhi sababu maeneo ambayo tunapatikana mtandao unasuasua, mtakuwa natuelewa, lakini kusudi letu ni la kuwapa habari yenye kuwa na usahihi na yenye kuwa na umaarufu wake. Tunakushukuru nasi pia. Asante.